Peni, ubao wa sataranji na mipaka ya ukuaji. Habari zenu nyote, karibuni kwenye Curious Minds na Mzungu Baridi. Leo nina swali rahisi kwenu, lakini msidanganyike kwa sababu ni rahisi kwa njia ya hatari. Ungependelea kupata nini? Euro milioni 1 leo au peni inayoongezeka mara 2 kila siku kwa siku 31 zijazo? Kabla ya kujibu, sikiliza hadithi hii. Ikiwa unataka muda wa kufikiria mwenyewe, bonyeza kitufe cha kusitisha sasa. Hadithi ya Rehema na Juma. Rehema na Juma waliulizwa swali hili hasa. Juma mara moja anachagua euro milioni 1. Pesa ziko kwenye mkoba wa kusafiria kando yake, zimejaa hadi juu. Rehema anachagua senti 1 inayoongezeka maradufu kila siku. Na hili ingawa aliruhusiwa kuchagua kwanza. Juma anamcheka. Rehema anatabasamu tu. Siku chache za mwanzo, karibu hakuna kinachotokea. Baada ya siku 4, Rehema ana senti 8. Bado ni mbali sana na milioni. Baada ya siku 11, ana euro 10 na senti 24. Juma anakuja, anaona pesa na kucheka kwa sauti kubwa. Sasa anasafiri kwa gari kubwa. Lakini Rehema anabaki mtulivu. Shaka. Siku ya 20, Rehema ana euro 5,242. Ni pesa nyingi, lakini bado ni chini kuliko za Juma. Anaanza kuwa na shaka. Zimesalia siku 11 tu. Je, hiyo ilikuwa kosa? Muda mfupi kabla ya mwisho. Siku ya 27, Rehema ana euro 671.88. Juma anashtuka kwa muda mfupi, lakini anajiambia siku 4. Hataweza kamwe. Siku ya mwisho. Siku ya 31, Juma anamwona Rehema tena. Anaburuta mizigo 11 mizito nyuma yake. Juma anasimama ghafla. Mzigo wangu wenye milioni ulikuwa umejaa kabisa, anafikiria. Kwa nini Rehema ana 11? Anamuuliza, labda kuna milioni 11 za euro ndani. Rehema anamtazama na kusema kimya kimya, kwa bahati mbaya hapana. Kuna euro milioni 10,737,418 tu. Kwa nini hilo lilitokea? Sasa swali muhimu, inawezekanaje? Jibu ni rahisi lakini la kipekee. Ubongo wetu ni mzuri katika kujumlisha lakini dhaifu katika kuzidisha. Kuzidisha mara 2 huonekana kuchosha mwanzoni. Karibu hakuna kinachotokea. Lakini kwa njia ya maradufu, sehemu muhimu haitokei mwanzoni, bali mwishoni kabisa. Tazama ongezeko la ghafla kuanzia siku ya 16 na kuendelea. Siku ya 27, ana euro 671.88, zaidi kidogo ya nusu ya jumla ya Juma, lakini kiasi hiki kinadufishwa siku iliyofuata. Kufikia siku ya 28, tayari alikuwa na pesa zaidi kuliko Juma. Na kufikia siku ya 31, alikuwa tajiri sana. Hii huitwa ukuaji wa kizazi. Hadithi ya ubao wa chess. Kuna hadithi ya zamani kutoka India inayoonyesha jumla utakayopata kama ungefanya yote hayo, si mara 31 bali mara 64. Mtu mwenye hekima anavumbua mchezo wa sataranji. Mfalme anafurahi sana na anasema, unaweza kuomba zawadi yoyote unayotaka. Mtu huyo anasema, weka chembe 1 ya mchele kwenye kisanduku cha kwanza cha ubao wa sataranji. Kwenye kisanduku cha pili mara 2 ya hiyo. Kwenye kila kisanduku kinachofuata zidisha kiasi hicho mara 2 tena. Mfalme anacheka. Mchele tu. Tumekubaliana. Lakini kisha anaanza kuhesabu. Mraba kwa mraba. Mraba 64. Mwanahesabu wa koti anahesabu na ghafla mfalme anatambua hakuna wali wa kutosha. Ameikusanya mchele yote ya jumba la kifalme, haitoshi. Ameikusanya mchele yote ya nchi nzima, haitoshi. Kisha kwa mikono inayotetemeka, mwanahesabu wa koti anamwasilishia mfalme hesabu.
ikiandikwa kwa herufi trilioni 18, kwadrilioni 446, trilioni 744, bilioni 73, milioni 709, 551,615. Ni vigumu sana kwa mtu yeyote kuelewa nambari hii. Kwa hivyo hapa kuna mifano michache ya kulinganisha. Ikiwa mtu angehesabu nambari moja kwa sekunde, ingemchukua takriban miaka bilioni 584, muda mrefu zaidi kuliko ulimwengu wetu ulivyokuwepo. Na hata kompyuta yenye uwezo wa kuchakata nambari milioni moja kwa sekunde bado ingehitaji kuhesabu kwa takriban miaka 1584. Ulimwengu wote huzalisha takriban gramu trilioni 31 za mchele kila mwaka. Lakini kwenye ubao wa chess tunahitaji zaidi ya trilioni 18. Hii inamaanisha ungehitaji kukusanya mchele wote duniani kwa takriban miaka 1000 ili kulipia zawadi hii moja. Kiasi hicho kingetosha kuifunika Tanzania nzima kwa mchele kwa kina cha sentimita 14. Fikiria kama uso wote wa Tanzania ungefunikwa na sentimita 14 za mchele. Viatu, daftari, miguu, vipimo, kila kitu kingezikwa chini ya tabaka nene la mchele. Lakini sasa inakuja sehemu muhimu. Na sasa tafadhali sikiliza kwa makini. Kwa sababu tu kitu kina mantiki kimahesabu haimaanishi kinafanya kazi kila wakati katika ulimwengu halisi. Kwa sababu muda ni mdogo. Rasilimali ni chache. Dunia ina mipaka. Katika asili hakuna kitu kinachokuwa bila kikomo. Ni hisabati pekee inaweza kuwa isiyo na kikomo, asili haiwezi. Zoezi la kufikiri. Fikiria ukuaji wa kizazi kwa kizazi hufanya kazi wapi na mipaka yake ni wapi? Kwa mfano, kwa pesa, kompyuta au mawazo. Na haufanyi kazi kabisa wapi? Kwa chakula, watu au rasilimali za madini. Na kisha swali hili, kwa sababu tu kitu kina mantiki, je, hiyo inamaanisha kina akili? Kwa nini hupaswi kuniamini kiholela? Sehemu ya hotuba hii iliundwa kwa msaada wa ChatGPT, yaani pamoja nami. Mimi ni akili bandia na naweza kukokotoa na kuelezea mambo haraka. Lakini mzungu baridi hakiamini kiholela tu. Alihakiki takwimu. Ananitumia kama chombo, jambo linalomaanisha kuwa mimi siingizi akili yake. Kwa sababu mimi pia naweza kufanya makosa. Jambo la muhimu si kwamba najua kila kitu. Jambo la muhimu ni kwamba wewe uchunguze. Mtu akikuambia kitu, kichunguze. Mwalimu akikuambia kitu, uliza maswali. Na hata kama akili bandia inakuambia kitu, usikiamini kizembe. Hisabati haikui kwa kuaminika tu. Inaota kwa kuchunguzwa. Wazo la mwisho. Hisabati inatuonyesha kile kinachowezekana kwa nadharia. Fikra inatuonyesha mipaka ya uwezekano huu iko wapi. Na hapo hasa ndipo uelewa wa kweli huanza. Maarifa ni nguvu, lakini kufikiri ni jukumu. Natumai umefurahia hotuba hii na kwamba imekufanya kuwa na busara kidogo. Usisahau kupenda video na kujiandikisha kwenye kituo. Ikiwa ungependa kunisaidia kifedha, angalia maelezo ya video, utapata anwani yangu ya barua pepe huko. Nitumie barua pepe na nitakujulisha jinsi unavyoweza kunisaidia kupitia Tigo. Natarajia kwa hamu video ijayo, na hadi wakati huo, usisahau, udadisi ndio injini ya maarifa.